Taarifa zimesanuka na zimejaa Jangwani kote, kila moja kwa sasa anasubiria muda, na kwa jinsi ilivyopangwa na vile ambavyo wanayanga wamekuwa katika ubunifu mkubwa wa kutambulisha wachezaji wao. Yani unaambiwa Faisal Salum Abdallah mpaka sasa hivi, yani tunasubiri kwamba usajili uweze kufika na dirisha kubwa la usajili liweze kuwa wazi, kwa sababu ni soon as possible ligi ikishaweza kuisha, nafikiri itatolewa ile deadline kabisa ya usajili mkuu na usajili mkubwa ambao utaweza kufanyika rasmi kabisa. Ila ni kufahamishe mpaka sasa hivi unaambiwa Faisali atatambulishwa kwa njia ifuatayo. Yani unaambiwa kutoka kwa semaji la Jangwani, semaji la Yanga Ali Kamwe, ni kwamba mwamba mpaka sasa hivi Dogo Janja atatambulishwa saa 9:13. Yani hilo ni kama fumbo, hatujajua lengo ni nini, kwa sababu tulitegemea kuweza kuona kama kawaida yao kuweza kutambulisha wachezaji saa 6 za usiku. Yani imekuwa ni kawaida sana kwa baadhi ya wachezaji wa Yanga ambao wameonekana kuwatikisa na kuonekana kabisa kama ni wachezaji muhimu. Lakini kwa issue ya Faisali ni kwamba Ali Kamwe, na hata katika maneno yake ya kuzidi kujinadi na kuendelea kuinadi klabu yake ya Yanga kuweza kumnasa Faisali, unaambiwa mwamba atatambulishwa saa 9:13. Yani sio saa 3:13, yani imeweza kutambulishwa kama ni saa 9:13 ya Kiswahili. Kwa hiyo hebu elewa kidogo, usije ukachanganya kwamba labda kwa sababu ya 9 inavyosomeka kwa Kiingereza kwamba ni saa 3, lakini hapo imekaa kwa Kiswahili kwamba atatambulishwa saa 9:13. Faisal Salum Abdallah, hatujajua na hatujaelewa lengo la Faisali kutambulisha saa 9:13, lengo lake ni nini na kwa sababu gani, ama aidha Yanga imeweza kufikia hatua hiyo na kutaka kumtambulisha Faisali katika muda ambao umeweza kupanga. Ila mpaka sasa hivi tunasubiria muda rasmi kabisa wa kijana kuweza kutambulishwa rasmi kabisa katika uzi wa Jangwani, na tena kukiwa na haweni ya wale wote waliokuwa wanaamini Faisali ataenda Simba, lakini mchongo unaonekana umelemea upande mmoja. Mpaka sasa hivi, mpaka dakika hii, wanayanga wanaonekana kabisa kuwa na morali ya kuweza kumkaribisha Faisal kwa mara nyingine tena. Nyumbani ni nyumbani, yani tunajua Faisali hajaua na wala hakuna kibaya alichoweza kukifanya, kwa hiyo anakaribisha kwa mara nyingine tena. Cha msingi kama mdau na mshabiki wa klabu Yanga, tukutane kwenye idara ya midfield ya comment, lakini sasa kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.